Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, nawakaribisha tena kwenye mwendelezo wetu wa chumba cha mahojiano sehemu ya 35. Sasa leo nipo na mheshimiwa John Heche. Tutaongea naye, tutazungumza naye mawili matatu. Sasa sitaki kukuchosha, na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live. Sasa mheshimiwa, tunataka kujua kwa nini hii nchi ipo nyuma sana? Mkitaka kujua ni kwa nini nchi hii iko nyuma kiasi hiki kwa miaka 63, 64 ya uhuru, njooni msikilize hii kesi hapa. Tuje tusikilize tena hiyo kesi? Tumekatazwa bwana. Wewe tuambie tu mheshimiwa, kwani kimetokea nini kwenye hiyo kesi? Serikali nzima, mawakili wote hawawezi kupanga hata mashahidi wao wa kutengeneza. Hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu ambao hawawezi kupanga mashahidi wao, tusui pingapi, ajulikane pingapi ni nani na anafanya nini. Hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu wasiojali muda. We mheshimiwa, unasema kweli? We mahakimu wote wale wanashindwa kutengeneza hata mashahidi wa kutengeneza wa ukweli, wanashindwa. Hii ni maajabu. Inakuwaje Singapore, kanchi kadogo ambako kana square mita 800, kipato cha mtu wa Singapore ambao wana bahari tu kama ya kwetu ni $245 kwa mwaka, karibia shilingi milioni 600. Wakati huo Mtanzania hapa, juu ya dhahabu, juu ya nickel, juu ya makaa ya mawe, juu ya chuma, juu ya ardhi nzuri, bahari, maziwa, mito, misitu, mbuga za wanyama, Watanzania wanalala njaa, wakiwemo polisi hawana hata sehemu nzuri za kulala. Watumishi wa umma hawana sehemu nzuri za kulala. Unajiuliza sasa hao watu wanawezaje kupanga wakawapa askari mishahara mizuri au watumishi wa umma mishahara mizuri? Hawezi kupanga kesi tu hawezi, na hawajali muda. Ndio maana wanaona miaka 63 wanakamata mtu wanakaa naye tu, wanachezea muda tu. Okay, sawa mheshimiwa, tumekusikiliza. Umeongea mengi sana mheshimiwa. Kwa hiyo sasa mnataka nini? Mnachokitaka nyie nini? Sisi ni watu ambao tunataka tusukume nchi hii kwa muda mfupi iende mbele. That's why tunasikitika sana mtu anapotuchukua anakuja anamweka mwenyekiti wetu ndani kwa miezi zaidi ya 10 sasa. Alafu watu wanakuja wanatoa vitu, unawasikiliza mpaka unasikitika. Upotezaji wa muda. Kwa hiyo hii kesi ni kesi yenye manufaa ya kupoteza muda kwa kila anayesikiliza ushahidi wa hao watu, ambaye mtu anakuja hapa anasema sio mimi ni nani, uliandika lini sijui, sielewi. Sasa umefuata nini mahakamani? Kama hujui kwamba we ni shahidi wa aina gani, umekuja kutoa ushahidi gani, huelewi, umekuja kufuata nini mahakamani? Wewe unaulizwa wewe ulikamatwa kama mshtakiwa? Ndio. Alafu hapa wewe huyo mshtakiwa umegeuka, umekuwa shahidi. Are you under duress? Uko hapa kwa blackmail, kwa vitisho. Unakuwaje mshtakiwa umegeuka leo unatoa ushahidi kwa upande wa watu waliokukamata? Are you under duress? Umetishwa. Are you under duress? Are you under duress? Jamani, hizi Kiingereza kitamu sana kwa kweli. Are you under duress? Jamani. Okay, kwa hiyo sasa mheshimiwa, tufanyaje sasa kuhusu hawa watu? Tukiendelea kuishi na watu hawa watatupotezea muda mrefu sana. Hawa watu ambao wana fikra ndogo hivi hawezi kupanga hata shahidi. Ndio maana wanataka sisi tuamini kwamba ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo. Lakini mheshimiwa, lakini na wao pia wana mazuri yao ujue. Wameleta maendeleo, baadhi ya maendeleo yapo ambayo wameyafanya, lakini mheshimiwa, ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo. Wakati nchi tulizokuwa nazo zinatengeneza tumeenda kununua Korea vichwa vya treni hivyo.
tena hivyo vya zamani. Hebu rudia tena hiyo sentence uliyoiongea mwanzoni kwamba tundu la choo kuchimba shule maendeleo. Hebu irudia tena hiyo sentence, sitasikia vizuri. Ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo. Ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo. Haya, ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.